Amani iwe juu yenu. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamrun Balul. Nyota ya mapacha. Kutamani maisha mapya. Utajihisi mwenye aibu. Utashukuru kwa kusaidika kwa jambo. Umoja wa watu utazidi kukupa nguvu ya kuamini unachokifanya na vinginevyo. Utajihisi wa tofauti kwa mabadiliko fulani. Kuvalia vazi ambalo litachafuka bila ya wewe kujua. Ikiwa uchafu huo utakuwa mbele ya nguo, ina maana kuna husda mbele yako katika jambo muhimu. Hivyo tarajia utofauti kutokea na kujaribu kushindana na uadui huo. Pia kuna uongo au jambo la kusingiziwa. Kuwa makini usiwaamini watu kupitiliza. Imani yako iweke katika uasili ili kujua mambo zaidi na kuweza kudhibiti tatizo litokeapo. Na uchafu huo ukiwa nyuma ya nguo, utafikiwa na jambo ambalo utashindwa kulimudu, labda kwa msaada wa watu. Pia kuna ugumu utakaoupitia. Hali hii inaweza kuwa katika uchafu wa nguo au nguo kuchanika. Kumwongelea mtu sana. Kuhisi huu ni wakati wa maumivu kuwarudia maadui. Utakuwa na kila sababu ya kushukuru kwa wokovu ulioupata. Utakuwa na mipango mizuri. Kutaka kuelimishwa jambo. Kuhisi watu wanaumia mioyoni mwao. Kupatiwa nafasi bora. Kuwekewa muhuri wa kuzihinishwa jambo. Utatoa pesa kwa ajili ya mchango. Kufanya kitu kwa faida ya baadaye. Nyota ya ndoo. Kumfanya mtu afarijike au awe na imani. Kutambua uwepo wa mtu na sababu sehemu. Ombi lako kujibiwa kwa njia tofauti. Kuhitaji upate muda zaidi wa kushughulikia kitu. Utaepushwa na shari sehemu. Unaweza kujihisi kutaka kuanguka au kuanguka kabisa. Imani yako kuwa dhoofu baada ya tatizo au kitu kutokea. Kutamani uwasiliane na mtu fulani. Utaulizwa au kumuuliza mtu maswali. Kupata pesa usiyoitarajia. Nyota ya mizani. Kufanya mambo kwa kuongeza ubunifu wako. Kutumia kitu kitakacho kuvunjikia au kukatika. Ishara hii itakujulisha kuvunjika kwa upendo na mtu au jambo kutotimia. Kukutanishwa na mtu usiyemtarajia. Kuwaza kitu mara kwa mara na kujipa mashaka mwenyewe. Pesa ulioipangia kitu utaifanyia jambo jingine. Kujihisi upo kwenye majaribu. Nyota ya nge. Kujiondosha shaka kwa mtu. Kuizuia mihemko yako na kutofanya kitu kulingana na hisia. Kuwaweka watu sawa kimaongezi. Kuwazia jambo ulilolipanga. Utapata safari yenye kukupa amani, furaha na maendeleo. Kuona mtu hastahili nafasi aliyokuwa nayo. Kutokana na kutokuwa na uadilifu au sifa stahiki. Kujua mtu anafanya jambo kwa kujilazimisha. Kumfanya mtu awe na uhuru. Utatekeleza jambo ulilolitamani. Kulala usingizi mzito sana. Mwili kuwa mwepesi baada ya utulivu. Mtu kuwa na imani zaidi na wewe. Utafikia mwafaka wa kitu. Kuongea ukweli wako wa moyoni. Nyota ya kaa. Kuwafikiria sana watu hasa uliotengana nao kwa muda mrefu. Kutafutwa na watu ambao hukuwatarajia. Kuongea sana na watoto kwa hali ya furaha. Kuhitaji kujua kitu kinachoendelea kwa mtu. Utaukumbuka ujumbe wa mtu. Kusafirisha mzigo. Kuhitaji mtu awe muwazi kwako. Kuyahisi maumivu anayoyapitia mtu. Utazipuuzia sana ndoto zako, lakini ujue zina ujumbe mkubwa ndani yake. Kuchoka kuliwekea ukimya jambo. Kuinuliwa usipotarajia. Kaa, kuna mlango mkubwa wa bahati, yani heri kubwa yenye muendelezo itakufikia, na hutojiamini ila utajua kuwa unastahili. Uvumilivu wako unakuzawadia kitu. Katika siku chache zijazo, adui yako ataonesha wema kwako. Utataka kumsamehe mtu, lakini moyo wako ni mwepesi sana bila kuangalia ukubwa au udogo wa ukweli wa mtu. Utajitakasa kwa wema. Nyota ya samaki. Utendaji wako wa kazi kuwa mzuri. Kugundua unaweza kufanya jambo bila ushirika wa mtu. Kuangaza sana macho yako mawinguni.
Ni ishara ya kimuongozo inayokutaka uweze kuukumbuka ukuu wa Mwenyezi Mungu. Hapo ulipo na unapoelekea ni nguvu yake pekee. Hivyo ya kupasa uwe na imani kwa yakini na kuzidi kumuomba zaidi ya kufungulia njia. Kwa baadhi yenu mmekuwa na upotevu wa kufikiria vitu ambavyo si vya kweli na vyenye kukupotosha kiimani na kimwelekeo pia. Kupunguza jazba yako uliyokuwa nayo. Ukweli wa mtu kukuingia moyoni kwa hisia kali. Kukutana na mtu uliyepezana naye. Mtu anafikiria kukupatia kitu. Mtu mlongo atarudi tena kwako. Nyota ya mashuke. Kutaka kujua uwepo wa mtu. Kuambiwa kuwa una kisirani kisichoisha. Kuhitaji kurekebisha mambo yaliyopita. Kumjibu mtu kwa akili sana. Kusikiliza kitu na kuhisi kinakuhusu sana. Utapokea ombi la urafiki kwa mtu unayemfahamu. Kwa baadhi yenu mtakuwa wenye maumivu makali mno moyoni. Nyota ya ng'ombe. Kuongea na mtu kwa kujilazimisha. Mtu atafurahia ujio wako. Kuikaribisha heri mikononi mwako bila ya kujua. Kutokana na jambo la wema utakalolifanya. Kujihisi amani unapozungumzia kitu. Kumwaminisha mtu kitu kwa maneno. Nyota ya mbuzi. Kufanya kitu unachokipenda. Kuamua kupotezea jambo. Kujihisi amani baada ya kuambiwa kitu. Wakati mgumu ulioupitia kukuachia funzo. Utapatiwa taarifa ya maendeleo mazuri ya mtu. Kupimwa uvumilivu wako kwa jambo na utaweza kufaulu mtihani huo. Nyota ya mshale. Utakuwa mwenye machale au kuhisi kitu cha ukweli. Kuambiwa jambo na kujua lina ukweli au ulongo. Kushtushwa na aina ya mdudu mwenye sumu kali umuonapo. Kulala kwa raha baada ya kumaliza jambo au kufanyia kazi kitu. Mtu kukushangaa. Kutakuwa na hali ya mvuto kwako. Unalolisema litakuwa na nguvu ya kutimia. Utapanga kumfanyia mtu jambo. Adui yako atakuwa pembeni baada ya kukushindwa. Mara nyingi huota vita au kujitafutia utetezi. Ila ndoto ulioiota ya kilio inakujulisha furaha kuipata. Pia kuwa mwangalifu. Utetezi na uimara unasogea zaidi. Kuamua kujitenga au kuishi kivyako. Maneno ya mtu kulandana na maneno ya mtu mwingine. Kukagua kitu na kupata ukweli au kujua jambo. Utahitaji kuwa mkweli kwa mtu. Nyota ya simba. Kuhitaji hekima zaidi kuweza kumaliza jambo. Nguvu yako ya utetezi inakujulisha jambo na ndiyo maana umekuwa na hisia fulani. Usijaribu kufanya mambo kwa kukurupuka. Kuwa na tahadhari, fikiria kabla ya kutenda. Watu wataanza kujirudi kwako. Wakati wako sahihi unazidi kukuoneshea mabadiliko. Zingatia na ukumbuke katika mafunzo ulioyapitia kwa watu na wakati, ili ujue zaidi unapoelekea na wakushirikiana naye. Nyota ya punda. Kutamani kufanya vitu viwili kwa wakati mmoja. Kuhisi nguvu yako ya ung'ao kama inafifia. Kujifunza mengi kupitia maisha ya watu yenye vihoja. Kwa baadhi yenu utajihisi kulia moyoni na matarajio yako kuwa tofauti. Kuna mtu anatoa siri zako anazozijua. Utahisi kupatiwa lawama au kushutumiwa. Moyo wako kuwa na mapigo ya kasi sana. Utakuwa mwenye kutafakari sana. Kufanyiwa kitu kabla hujakizungumza. Kuchagua upande mwingine unaosikilizwa au kuaminiwa. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.